Naam, mara baada ya kuishuhudia timu ya taifa ya Ufaransa ikiwa timu ya kwanza ambayo tayari imekwisha tinga katika hatua ya nusu fainali kunako mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka huu 2026, mashindano ambayo yanaendelea huko katika nchi za Amerika ya Kaskazini. Leo ni zamu ya Waingereza wengine ama ni zamu ya mataifa mawili ya Ulaya ambako timu ya taifa ya Uhispania ikiwa chini ya kocha wao Luis de la Fuente watakuwa dimbani katika uwanja wa SoFi Stadium katika mji wa California huko nchini Marekani, wakikipiga dhidi ya timu ya taifa ya Ubelgiji chini ya kocha wao Rudi Garcia majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mwamuzi ni Michael Oliver kutokea nchini Uingereza, ndiye ambaye amepewa dhamana ya kuweza kuamua mchezo huu ambao utakwenda kuweka historia kwa mataifa haya mawili kutokea barani Ulaya, nani ambaye ataingia katika hatua inayofuata, kwa maana hatua ya nusu fainali ambako atakwenda kumkabili Ufaransa ambaye yeye tayari kwa siku ya jana amekwisha qualify katika hatua inayofuata moja kwa moja. Hizi ni timu mbili ambazo zimekuwa na maneno nzuri kuanzia katika hatua ya makundi, the way ambavyo walikuwa wanafanya na vile ambavyo walipita katika hatua za mtoano. Tukumbuke kwamba timu ya taifa ya Uhispania imefika hapa ambako imefika mara baada ya kumuondosha timu ya taifa ya Ureno kwa goli 1-0 katika mchezo wa hatua ya 16 bora katika haya mashindano ya kombe la dunia mwaka huu 2026. Wakati huo kwa upande wa vijana wa Rudi Garcia, kwa maana timu ya taifa ya Ubelgiji, wao walimuondosha mwenyeji kwa maana timu ya taifa ya Marekani kwa jumla ya magoli 4-1, kitu ambacho kinaongeza ugumu na kuzidisha ushindani katika mchezo wa leo ambako katika uwanja wa SoFi Stadium itakwenda kupigwa kuanzia majira ya saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kitu gani ambacho mchezo huu utakifanya kuwa wa tofauti ni the way ambavyo timu zote mbili zimekuwa zina ubora mkubwa, hasa katika upande wa kucreate nafasi, lakini pia katika upande wa kiuchezaji kwa ujumla. Timu ya taifa ya Uhispania ndio timu ambayo hadi hivi sasa kwenye haya mashindano ya kombe la dunia inayoongoza kwa umiliki wa mpira na the way ambavyo wamekuwa wana numbers bora, hasa katika upande wa upigwaji wa pasi, kwa maana hapa nazungumzia katika upande wa small details, the way ambavyo wamekuwa wana takwimu bora, kitu ambacho kinaipa faida timu ya taifa ya Uhispania chini ya mwalimu wao Luis de la Fuente kuweza kupata faida ambayo inaweza ikaiofa katika mchezo wa leo. Tukumbuke kwamba timu ya taifa ya Uhispania kwa msimu uliopita iliishia katika hatua ya robo finali, hatua kama hii ambayo kwa siku ya leo wanakwenda kuielekea, ambako waliondoshwa dhidi ya timu ya taifa ya Morocco ambao kwa msimu huu na wao tayari wamekwisha aga mara baada ya siku ya jana kuweza kupoteza mchezo wao kwa goli 2-0 dhidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Je, Luis de la Fuente anaweza akaiongoza tena Uhispania kuvunja rekodi ambako aliishia katika msimu uliopita? Ni swali ambalo kwa siku ya leo tunakwenda kulishuhudia majira ya saa 10 kamili jioni katika majira ya saa 4 kamili usiku katika uwanja wa SoFi Stadium katika mji wa California huko nchini Marekani. Na nikwambie tu kama mtazamaji, timu ya taifa ya Uhispania ndiyo bingwa mtetezi kunako mashindano ya Euro, mashindano ambayo yalifanyika mnamo mwaka 2024 katika nchi ya Ujerumani mara baada ya Uhispania kuweza kutoa ubingwa huo wakimfunga timu ya taifa ya Uingereza magoli 2-1. Kwa hiyo kwa wakati huu timu ya taifa ya Uhispania unaweza ukairate kwamba ndio timu bora kutokea barani Ulaya kwa wakati huu kutokana na kile ambacho wamekifanya katika mashindano ya mwisho ambayo alihusisha timu mbalimbali za bara hilo la Ulaya. Kwa hiyo leo ni leo, asemaye kesho ni muongo. Ni vita vya walimu wawili ambao wana philosophy tofauti. Nimezungumza hapa kwa maana ya Luis de la Fuente, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Uhispania, lakini pia Rudi Garcia, huyu ni kocha mkuu wa timu ya taifa ya Ubelgiji. Jina langu mimi ni Leopard John. Nikushukuru kwa kuwa nami mwanzo mpaka tamati kwa siku ya leo ambako tumeangazia mchezo wa pili kunako mashindano ya kombe la dunia katika nchi za Amerika ya Kaskazini, huko ambako imeendelea na tayari
imefika katika sehemu nzuri, sehemu ambako kila mmoja angetamani kufika. Mechi ni saa 5 kamili usiku, ni saa 4 kamili usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hadi wakati mwingine, na kwaheri kwa sasa.